Na mtazamaji, tunawatakia Wakristo wote sherehe za kufana, furaha na baraka teletele zisizohesabika. Tuangazie mafuriko sasa, ambapo idara ya utabiri wa hali ya hewa nchini Kenya imetahadharisha kuhusu mvua na ngurumo za radi katika maeneo mengi ya nchi, huku mvua ikitarajiwa kunyesha zaidi nyakati za jioni. Huku mvua kubwa ikiendelea kunyesha, wakazi wanaoishi karibu na mabonde na kingo za mito katika kaunti ya Isiolo wamehimizwa kuhama katika maeneo salama ili kuepusha vifo na uharibifu wa mali. Serikali ya kaunti ya Isiolo kwa ushirikiano na mashirika ya kitaifa na washirika wa kibinadamu imeahidi kuchukua hatua za haraka kusaidia jamii zilizoathiriwa na kuzuia majanga zaidi. Huyu hapa mwanahabari Masi Matini. Kufuatia mvua kubwa inayoendelea kusababisha uharibifu katika baadhi ya maeneo ya kaunti ya Isiolo, mamlaka husika zimetoa tahadhari kuwataka wakazi wanaoishi karibu na mabonde na kingo za mito kuhamia maeneo ya juu. Aidha, walitahadharisha dhidi ya jaribio lolote la kuvuka mito iliyojaa. Wale wanavuka barabara lazima tukue makini. Magari zinabebwa, watu wanabebwa, so tukue makini. Mvua ikinyesha tusonge mpaka hiyo mvua kaa kando mpaka hiyo mvua irudi chini. Haya yanajiri wakati gari la mwakilishi wa wadi ya Oldonyiro David Lemantile kusombwa na maji katika daraja la KMC Ijumaa usiku likiwa na watu 3. Mafuriko hayo pia yamefanya mamia ya familia kukosa makazi na kuharibu mali katika mji wa Isiolo. Wananchi walioathirika katika mitaa ya Soko Mjinga na Safi wameomba msaada katika kujenga upya maisha yao. Watu wote more than 200 families sote zimeathirika. So ningeomba msaada wa dharura, mandawa, blankets, chakula na hata pia vitu nyingi ambayo kwa sababu nakumbuka next week watoto wanarudi shule. Hawa ni walala hoi. Hivyo sikiao kidogo niliweza kufahamiwa. Wenye walisema watasaidia asila, sasa wako na shida, tunawahitaji wakuja na misaada yao, watusaidia, watuboost ndio tuweze kuendelesha biashara zetu kama normal. Viongozi wa kaunti ya Isiolo walipokuwa wakitathmini kiwango cha uharibifu uliosababishwa na mafuriko katika maeneo yaliyoathirika zaidi ya Soko Mjinga na Safi Estate, waliahidi kuchukua hatua za haraka kusaidia jamii zilizoathirika na kuepusha vifo zaidi. Idara ya utabiri wa hali ya hewa ya Kenya imeonya kuhusu mvua na ngurumo za radi katika sehemu nyingi za nchi nyakati za jioni. Matini Maslin, Darubini Wikendi.